Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kama kawaida tushatoa utabiri sehemu ya kwanza wa mwaka 2026, utabiri wa mwaka 2026 sehemu ya pili, sehemu ya tatu na sehemu ya 4 tayari. Ikiwa labda hujapata utabiri huo, basi unaweza ukaingia YouTube ukaandika utabiri wa mwaka 2026, then itakupeleka katika chaguzi tofauti tofauti. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Hii ni siku nzuri kwa shughuli za kifedha, hasa kupanga ufadhili wa masuala ya pesa kwa ajili ya maendeleo, ununuzi wa nyumba mpya na kitu kinachohusiana na maendeleo. Watu wanakukubali na watakubali mapendekezo yako. Ongea kwa sauti. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Hii ni siku ya kuvutia, ni siku nzuri kwako kwa sababu mwezi uko katika ishara yako. Kwa njia moja, unataka kuwa mtulivu, mwenye utulivu na faraha, lakini kwa njia nyingine unahisi umeunganishwa kihisia na wengine, na wakati huo huo unataka kusaidia jambo fulani. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Unaweza kutumia ushawishi wako kuunganisha wawili waliohasimiana. Watu watakugeukia kwa mwongozo na taarifa ulizotoa. Huenda pia wakakusaidia kwa sababu una hali ya ukarimu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Utafurahia kuwa na marafiki, hasa marafiki wa zamani na vikundi ambavyo huenda umewahi kuvijua hapo awali au ambavyo bado una uhusiano navyo. Unataka kuwa msaada hasa kupitia kikundi. Maadili mazuri ni muhimu kwako leo. Huenda ukawa peke yako katika fikra zenye kauli moja. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Leo uko juu sana. Hili ni jambo ambalo halikukatishi tamaa kwa sababu uko huru kupata umakini kwa watu watakusikiliza kwa sababu utakuwa na busara na kutoa ushauri wa kiasi, hasa kuhusu jinsi ya kushiriki kitu, labda kiasi fulani cha pesa. Pia utakuwa mkarimu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Hii ni siku nzuri ya kusafiri au kufanya kitu ili kupanua ulimwengu wako. Utapenda kusoma na kujifunza kitu kipya. Kuhusika kwako na kikundi kutakuwa na furaha na kukufanya uhisi shauku na matumaini. Hata hivyo, mwezi au rafiki anaweza kukumbusha kuwa unakumbuka uliahidi nini kabla 2026 na haujatimiza. Kizungumkuti. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Majadiliano kuhusu pesa, urithi au jinsi ya kugawanya au kushiriki kitu yataenda vizuri leo kwa sababu una idhini ya watu wenye mamlaka. Zaidi ya hayo, utakuwa mwangalifu katika hesabu zako za malengo yako. Mambo yatafanyika vizuri. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Mazungumzo na marafiki, wenzi wa ndoa na wenzi yatakuwa ya kufurahisha na ya busara. Mipango ya usafiri inavutia. Watoto wanaweza kuwa jukumu ambalo linakupelekesha mbio. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii itakuwa siku yenye tija kazini kwa sababu unaweza kupata usawa mzuri kati ya kuendelea kujua mambo kwa undani na kuyafanya, huku ukihimiza juhudi za kikundi cha wengine kuchangia, kusaidia au kuwa tayari kutoa msaada. Chochote unachotafuta ni nzuri. Pesa ni wastani. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Hii ni siku nzuri kwa wale walio katika sanaa kwa sababu mna nidhamu ya kunoa ujuzi wenu kwa kufanya mazoezi hadi mtakapokuwa bora zaidi. Hii pia inatumika kwa yeyote anayefanya shughuli za michezo. Hata hivyo, pia ni siku nzuri ya sherehe. Kwa nini
Msipongeze juhudi zenu. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Majadiliano ya utulivu nyumbani yanaweza kushughulikia hali za kazi, jinsi ya kuboresha afya yako au jinsi ya kushughulika na familia kwa ujumla. Kuna hisia ya matumaini iliyojaa tahadhari, ambayo ndiyo njia bora ya kufanya maamuzi muhimu, hasa kuhusu familia. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Hii ni siku yenye tija kwako kwa sababu una matumaini na shauku kuhusu jambo fulani, jambo ambalo linakupa ari na motisha ya kuanza. Kisha ukishafanya kazi, utakuwa mwangalifu na hutapuuza maelezo huko katika eneo hilo leo. Tunaendelea na upande wa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tunazungusha gurudumu letu leo kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na upande wa nyota au kondoo. Muda wake mzuri leo ni kuanzia saa 9 na dakika 20 mpaka saa 11 dakika 35. Taurus saa 10 na dakika nusu mpaka saa 11 dakika 55. Gemini saa 7 na dakika 55 mpaka saa 12 na dakika 15. Kaa saa 6 kamili mpaka saa 8 na nusu. Simba saa 8 na nusu hadi saa 10 na dakika 15. Vigo saa 4 na dakika 15 mpaka saa 8 na dakika 25. Libra saa 2 na dakika 15 mpaka saa 6 na dakika 45. Scorpio saa 9 na dakika 10 hadi saa 11 dakika 15. Sagittarius saa 9 na dakika 55 mpaka saa 12 na dakika 35. Capricorn saa 5 na dakika 35 hadi saa 9 na dakika 25. Ndoo saa 8 na dakika 15 hadi saa 10 na nusu. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki ni saa 5 na dakika 50 mpaka saa 10 na dakika 15. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na nyota ya kondoo au punda, ujasiri utakuwa uko chini kiasi kwa vile alitolea ukali kuacha jambo fulani. Taurus atakuwa na nafuu sana hasa katika suala la afya yake. Gemini, watu wengi waliomzunguka watampenda sana. Kaa atatamani kujua wenzake wanasema nini kuhusu mwaka 2026. Simba, moyo wake ni safi na atakuwa mchangamfu. Vigo atakuwa ni mwenye kuonyesha nia ya moja kwa moja katika jambo la pamoja. Libra, maafikiano na mazuri na wenziwe leo. Scorpio atakumbuka jambo ambalo alihaidiwa jana. Sagittarius, uhuni wake utakuwa mzuri sana leo. Capricorn, majambo mengi atafanya yeye binafsi. Nyota ya ndoo hatakubaliana na usungufu aina yote ule. Tukimalizia na upande wa nyota samaki, atakuwa na shauku ya kujua mambo. Tunaendelea na kuangalia watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Watakuwa wenye asili ya waongozi, wapelelezi, wachoraji, wanasiasa, wasanii, waandishi mashuhuri, watu wa tiba na hata kusimamia imani, kwa sababu siku kama ya leo alizaliwa papa wa tatu. Na vile vile alizaliwa Jacques Cartier ambaye alikuwa ni mpelelezi wa Amerika ya Kaskazini kutoka Ufaransa. Na vile vile alizaliwa mfalme mkuu wa Japan Go-Yozei. Na vile vile alizaliwa Henri Matisse ambaye alikuwa ni mchoraji kutoka Ufaransa. Na vile vile alizaliwa Chadieli Yohane Mgonja ambaye ni mwanasiasa wa Tanzania. Na vile vile alizaliwa Abraham Hershko ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya kemia mwaka 2004. Na vile vile alizaliwa Donna Summer na Defao, mwanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alizaliwa vile vile mwandishi kutoka Marekani Junot Diaz. Na vile vile alizaliwa mwimbaji kutoka Korea Kusini ambaye anaitwa Psy. Pia tunatakia kheri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku kama leo. Ushauri kwa mama, tumia hekima iliyo bora pale panapostahili. Ujumbe kwa waliokuwa hawajapata watoto, chakula bora huongeza afya ya akili. Ulikuwa nami na bye bye.